وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tunaendelea na darasa yetu ya suratu Luqman. Leo tunaanzia aya ya 12. Sawa? Walaqad ataina Luqmana alhikma. Na hapa tutasoma leo kisa cha Luqmani alhakim. Huyu bwana alikuwa anajulikana Luqman alhakim, na wasia wake kwa manawe, kama anavyoanza Mwenyezi Mungu kwa kusema walaqad ataina Luqmana alhikmata, na hakika tulimpa Luqman alhikma. Tulimpa Luqman. Alipita mtu mmoja huko nyuma anaitwa Luqman sawa, ibn Ba'ura. Luqman ibn Ba'ura, na yeye ni katika watoto wa Azar. Azar mtoto wa dada yake Ayubu. Ayubu yule mtume, au mtoto wa mama yake mdogo Ayubu katika nasab. Tumeelewana? Huyu alikuwa anaitwa Luqman ibn Ba'ura, ni katika watoto wa Azar. Azar yani katika kizazi cha Azar. Azar ni mmoja katika watoto wa nani? Baba zake Ibrahim. Sawa? Azar yule alomlea nani? Ibrahim, ammi yake Ibrahim. Sawa? Basi katika kizazi kile, na inasemekana kwa ukaribu wake, ima atakuwa ni mtoto wa dada wa Ayubu au mtoto wa mama yake mdogo Ayubu alayhi salam. Lakini inasemekana alikuwa ni mweusi. Sawa? Maeneo ya Sudani ya Misri. Sudani ya, si mnajua Misri na Sudani zina pakana. Kuna sehemu inaitwa Suwaid. Suwaidi, na inasemekana huko Suwaidi ndio alipotoka Firauni. Sawa? Sawa? Maeneo yale, na aliishi kwa muda mrefu mpaka akaja kudiriki zama za Nabii Allahi Daudi. Yeye alikuja kabla ya Daudi. Sawa? Aliishi muda mrefu sana, na akasoma kwa Daudi. Hapa kuonyesha mtoto yani mtu mzima
anaweza kusoma kwa mtoto, na hiyo inakuja, japokuwa siku hizi sisi tushaweka ndio kawaida na ndio lazima. Tukishakuwa tuna umri kama huu, hatuwezi tena kusoma kwa wadogo zetu wala kwa wenetu, tunaona haya. Mi huwa nampa kongole nikimwona mtu mzima anakwenda kusoma, hasa kwa kijana mdogo. Huwa naona huyu anajielewa, anajitambua huyu. Mimi moja katika faida nilizozipata, mimi nilisomeshwa na babangu kwa miaka mingi sana, inayofika 10 na kitu akinisomesha, lakini miaka 5 naikumbuka ilikuwa ndio miaka 5 ya kazi zaidi. Ndani ya miaka 5 Ustadh Al-Hadi bin Umar bin Kawamba, Mungu amrahamu, babangu alifanya kazi kubwa sana. Sasa nataka nikusomeshe, baada ya miaka 5 hii nikutoe. Kweli alinisomesha miaka 5 ya nguvu, naikumbuka hivi hivi na nilivyovisoma na kumbuka. Kisha akanipeleka kwa Sheikh Ahmad Haidar mwenye Mvua, nikasoma kidogo. Kisha Sheikh Ahmad akanipeleka, Sheikh Ahmad sasa akanipeleka kwa Sheikh Mahmud Abdallah Kipengule hapa Magomeni. Lakini wakati huo na mimi ikawa nishaathirika kupenda kusoma, ikawa nakwenda kusoma kwa kila ninayemjua ana elimu kwa wakati ule, kama Sheikh marehemu Sheikh Abdurrahman Shamte aliwahi kuwa Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, nilisoma kwake alhamdulillah. Na niliwahi kusikiza kwa Sheikh babu yake Haruni yule Sheikh Abdallah Sheikh Abdallah bin Idi wa Chaurembo, niliwahi kusikiliza kwake. Sikwambii walimu wengine tofauti. Kisha ndio nikapelekwa Kenya, Lamu. Tumeelewana? Kule sikukaa sana, takriban miaka isiyofikia 5. Yakatokea yaliyotokea, tukarudishwa hapa kwa mambo ya kisheria. Nikakaa hapa miezi 5 tu, nikaenda kukutanishwa na Madrasa Shamsia Tanga kwa Sheikh Muhammad Ayubu rahmatullahi ta'ala alayhi, wa nafa'na biulumihi wa nafahatihi wa barakati. Kule nilikaa sana, takriban miaka kama 13. Kule nilikaa sana, nikasoma sana, nikarudi hapa. Basi nilivyorudi hapa, mwanafunzi wangu wa kwanza baba yangu mzazi, yule aliyosomesha, tena kufika sababu umerudi, mimi ndo mwanafunzi wako wa kwanza. Mungu amrahamu. Ikawa ananifata chumbani kwangu geto, yeye ana chumba chake na mimi kanipa kigeto pale, anafanya kazi zake za kusomesha na kutafuta riziki. Ikishafika jioni anarudi nyumbani, anaswali magharibi, anaswali isha, saa 3 anagonga kwa shekhe, mpaka nimwambie ingia, sallu ala nabi, anaingia na msomesha. Sawa. Cha ajabu, akataka nimsomeshe kuanzia vile vile alivyonisomesha mimi mzee yule, na mimi tena kanampiga vitu. Tukaja tukasoma yani furahi kwamba tulisoma sana, mpaka kwenye nahwu tukasoma Kawakibu Durriya, sharhi ya Alfiya bin Malik. Umeelewa? Tumepiga sana, na hana noma kwamba nasoma kwa nani?
na jina likafa baada pale, na wengi mliona. Mimi hakunita tena Walidi, alikuwa ananiita shekhe. Hata akiwaagizia wadogo zangu anawaambia mshamwambia shekhe mpaka kafa, sawa. Lakini alikuwa na siri moja, tukienda katika watu ajna kama akija hapa aniti shekhe tena, huenda akanidogosha kabisa, akaambia wewe nini wewe shehe, utakuwa wewe. Yani tukija kama mnamuona, alafu tukienda tukiwa wawili ananambia anafanya vile na kulinda usiusudike. Umeona siku moja mbele za watu tulikutana na yeye na mimi na wanafunzi wangu, akaanza kunibonda eti huyu naye shehe. Wanafunzi wangu wanakasirika, nikamwambia nyie hamna akili, anta wa maluka liabika, mimi na nilikuwa navyo vyote vyake, lakini mwenzenu anafanya vile kwa maana ya kuni Mungu amlipe kila la kheri. Mzee wangu sijifagilii, lakini mfano siona hivi nimevaa koti, anaweza kaja kama wewe na koti wapi na wapi bwana, vua koti hiyo nipe mimi, nampa. Wewe utavaa koti, mimi sina. Mwaka mmoja kaninyang'anya gari barabarani hapo Mwembe Chai. Jamani, hii mbona itulii leo? Tumepishana, yeye na gari yake na mimi na gari yangu. Akaniambia simama, wewe utaendeshaje hiyo, mimi naendesha hii. Nikamwambia sawa mzee. Akaniachia ngarangara, yeye akachukua gari mpya. Watoto wa siku hizi kinanuka. Sasa lakini huo ndio mwendo huo ndio nini? Ndio mwendo. Hata ukiangalia maswahaba wengi waliishi hivyo, wakubwa walisomeshwa na wadogo. Kama taamua kutaja viswa hivyo leo, darasa yenyewe itaishia hapo hapo tu. Abdallah bin Mas'udi, Abdallah ibn Umar walikuwa wadogo, lakini waliwasomesha wakubwa. Sawa sawa. Siku moja Abbas ibn Abdul Muttalib, ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameamka nyumbani asubuhi, kizingitini kama pale, anafungua mlango anakutana na Abdallah ibn Abbas nje. Abdallah mwanawe, si ndio? Wewe vipi? Abdallah ibn Abbas, babake ni Abbas Siku hiyo Abdallah ibn Abbas anafungua mlango, anakutana na Abbas bin Abdul Muttalib. Yani mtoto anafungua mlango, anamkuta nani? Babake. Mzee vipi, uko hapa saa nyingi? Niko saa nyingi. Mbona hata ugongi? Saa nilikuwa nakungoja shekhe utoke. Umefuata nini? Na masala yamenitatiza, na masala sasa nimeona wewe utanitatulia. Baba, si ungeniambia nikaja huko? Akasema la, alilmu yu'ta wala ya'ti, elimu inafuatwa na wala haimfati mtu. Kwa nimekuja. Maswahaba leo bwana, mtu ukimpita umri kidogo tu hutaki tena kuchukua hikma zake, kwa sababu we mkubwa kuliko yeye. Mtoto mdogo tu ataniambia nini? Mtoto wajuzi wanasema, mtoto wajuzi tu ataniambia nini? Mimi napenda kujitolea mifano hapa. Wakati naanza zamani kusomesha msikiti mdogo, nilikuwa nasomesha na jaza watu kama hivi. Hiyo nilisikia kwa masikio yangu mimi mwenyewe. Tumemaliza darasa, tunatoka na mzee mmoja hivi alikuwa anakaa kule chini, maskini amefariki, lakini tukiswali naye hapa zamani. Baba yake huyu bwana mzee Umari alikuwa anakuja kusikiliza huko. Mzee Umari baba yake kini. Sasa akakutana na mzee mwenziwe naye pia marehemu bwana. Vipi umetoka wapi? Sasa tunatoka kusoma bwana. Mzee Umari
mkubwa kuliko babangu mimi, anamwambia yule mwenziwe, natoka kusoma kwa Walidi, wewe mbona uji? Akasema mzee Umari bwana, mimi nayajua hayo kabla ndoa ilomzaa Walidi haijafungwa. Watu wengine hawajielewi, nikamwambia anajielewa, anajielewa na kakusudia. Lakini mbona jawabu lenyewe, mimi nayajua hayo kabla ndoa iliyomzaa huyo haijafungwa, atansomesha nini mimi? Ndipo tunapofeli, na ndipo alipofeli Firauni. Firauni alikataa kumfuata Musa eti tu kwa vile kamkuta mtoto mdogo kamuokota mtoni na akamlea mwenyewe. Siku alokuja Musa alayhi salamu kumwambia Firauni, muabudu Mungu na wewe sio Mungu kitu, alimkumbusha utoto wake, akamwambia awalam nurabbika fina walida, si tumekulea wewe Mwenyezi kijitoto. Walidi manake ni mtoto walidi manake mtoto mdogo, lakini pia inageuka walidi anakuwa ni baba. Ili neno walidi huku linakwenda ismu fa'il, huku linakwenda ismu mafuli. Haya, Mbaraka ungeajua wapi hapo? Usingekuja darasani. Kwa hiyo mimi walidi ukitaka niite mtoto tafsiri yake, na siku nyingine niite baba. Na goma tu. Na cha ajabu, mmoja katika watoto mimi baada ya kuzaliwa babangu alikaa mwaka mmoja hajanipa jina, mwaka mzima. Watu wanauliza mtoto anaitwa nani, anawaambia nitawaambia. Sasa na mimi ndo nakuwa mtoto mdogo, mwisho akaanza kumuita baba mtoto, baba akaona jina kishajipa mwenyewe, kwa hiyo akanita mtoto, ndo Walidi. Msalie Mtume, ungeyapata wapi ya Mbaraka? Huku sasa tunamtaja Luqman ibnu Ba'ura ibnu min auladi Azar, ni katika watoto wa Azar, sawa, ambaye ukifuatilia nasab na ukoo wake atakuwa ni mtoto ima wa dada yake Ayubu au wa mama yake mdogo Ayubu, sawa. Na ameishi maeneo ya Sudani ya Misri, maeneo yanaitwa Suwaide, na hakuwa mweupe, alikuwa mweusi kama Mwabeshi wa Sudani vile walivyo, sawa sawa. Aliishi mpaka zama za Nabii Allahi Daud bin Suleiman. Yule Daudi ndio babake Suleimani aliishi mpaka zama za Daud na akasoma kwa Daud, japokuwa yeye ni mkubwa. Ndio masala yetu yameanza hapo Kwa hiyo usione tabu kwenda kusoma kwa wadogo ila hali wewe ni mkubwa, sawa. Alhikmatu dhallatul mu'min fa aina ma wajadaha akhadha, elimu ni mboni ya muumini, popote akiikuta aichukue. Ndio maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhikmatu dhallatul mu'mini fa aina ma wajadaha akhadhaha, elimu ni mboni ya nani? Ya muumini, popote atakapoikuta na aichukue. Mmenielewa vizuri Mtu huyu Mwenyezi Mungu alimjalia, alimpa hikma, na hikma ni kama tulivyoitaja juzi hikma ni ukomavu wa akili na uwezo wa kuweza kutatua matatizo kupitia akili yako kwa namna itakiwavyo. Mmenielewa vizuri hikma hii. Alikuwa na iswaba kubwa sana, na alikuwa na mtu mwenye misemo hivi ambayo Waarabu waliitumia sana, na mingine iko mpaka leo mmeibadilisha tu Kiswahili lakini bado ni misemo ambayo asili yake ni huyu Luqman. Miongoni mwa misemo yake kama inavyoandika kitabu, anasema asumtu hukmun
wa qalilun fa'iluhu. Kukaa kimya ni kutatua matatizo, lakini wachache ndio wanaokaa kimya. Ndio Waswahili wanasema nini? Kimya kingi ina mshindo mkubwa. Ule kasema Luqman, asumtu hukmun wa qalilun fa'ilu. Sawa. Na aliwahi kuulizwa ni mtu gani mtu wa shari, akasema mtu mbaya na mtu wa shari, alladhi la yubali in raahu an-nasu musian, ni yule mtu asojali hata wakimuona watu kama ana makosa, yeye ajali, au ni noma kukosea mbele za watu. Huyo ndo mtu wa shari sana, na ana hikma zingine nyingi sana. Kuna vitabu kwa vitabu vimeandika hikam za Luqman huyu. Allahu akbar. Moja katika maisha aliyopitia, aliwahi kupewa khilafa kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabisa. Akaambiwa kuna mpango wewe wa kupewa ukhalifa. Vipi? Yani kuwa kiongozi. Kuwa nani? Kuwa kiongozi mbele za watu. Akasema wakinilazimisha nitachukua. Kwa nini? Akasema najua Mwenyezi Mungu atanifundisha na atanilinda na ataniongoza wakinilazimisha. Lakini wakinifhiarisha, akasema inni akhtaru al-afia min al-bala, mimi nitachagua afya kuliko mtihani huo. Manake uongozi ni ugonjwa, uongozi ni mtihani, uongozi ni balaa. Sawa. Malaika wakamuuliza, inasemekana katika ndoto au vipi, kwa nini unasema hivyo? Akasema naam. Anasema al-khulafa'u ashaddu wa akdaru maisha. Yani anasema viongozi ndo watu wenye maisha magumu kabisa kuliko watu wote unaowafikiria wewe. Kiongozi yule mtu anakuja mbele za watu ndio ana maisha magumu ya mitihani kuliko watu wote. Kwa hiyo mimi sina haja ya uongozi, labda nilazimishwe. Anasema tumeelewana na ndio nikwambie ni ukweli jamani, ndio ilivyo. Mimi wakati nasoma nikiwa mdogo nilisoma kitabu kimoja cha Imam Ghazali, amekiita al-Iqtisadul Islami. Al-Iqtisadul, mimi nikajua anataka kuzungumza Islamic economy, kumbe alikuwa anataka kuzungumzia masala ya kinadharia ya ndani kabisa na life skills, mipango ya maisha. Katika vitabu vitamu vizuri nilivyovisoma mimi na vinavyonisaidia na vitaendelea kunisaidia, basi al-Iqtisadul Islami ya Imam Ghazali kina maisha yetu kabisa haya tunayoishi sasa. Mwanzo kabisa anaeleza, anasema hivi, kama kuna watu wanaotakiwa kusaidiwa basi ni viongozi, na kama kuna watu wanaotakiwa kuhurumiwa basi ni viongozi, na kama kuna watu wanatakiwa kusamehewa basi ni viongozi. Wakati ule mimi nasoma kitabu hicho, ndo niko shule bado, sikukubaliana na fikra hiyo ya Imam Ghazali. Nilikuwa naona kiongozi, kwa mfano rais, mbunge, mkuu wa wilaya ndio asaidiwe, ahurumiwe. Basi nilipingana nayo. Mungu anaambia tutaona huko mbele, tutaona. Mimi sasa hivi ukiambia niandike topic hii na iandika vizuri kuliko Imam Ghazali. Sijui mnanielewa? Tena ndo sikosei, na iandika vizuri sana, sababu si ndo naimo sasa. Unaona mambo kwa miaka karibu 30, ule uimamu tu hapa Kichangani ulikuwa unanitoa macho. Uimamu wa Kichangani wenyewe ulikuwa unanitoa macho, ndio maana mkaona mara kibao nakimbia sipatikani hapa. Uimamu tu
na mwisho nitapiga hesabu niachane na uimamu niishi na maneno yangu. Mungu akaniambia unakimbia msikiti wa Kichangani, nakupa misikiti yote ya Dar es Salaam. Ndio sasa sometimes nakimbia na natembea nafikiria kichwa changu nimekiacha Kariakoo, kumbe ninacho. Sawa, Luqman anasema niki lazimishwa nitakuwa kiongozi, lakini wakiniambia unasemaje, nitaambia niacheni. Cha ajabu mimi na wewe leo tunavyoutaka uongozi, Mungu atuhifadhi. Ndio ile hadithi tulisoma jana ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa na Abu Dharri kamwambia, ala tastamiluni ya Rasulullah, ala, mbona mimi unipi uongozi, wenzangu unawapa uongozi maeneo kadha kadha, huyu umempeleka huku, huyu umempeleka huku, umempeleka huku. Mus'ab umempeleka Madina akiwa mdogo, Muadh bin Jabal umempeleka Yemen. Sawa, vipi mimi? Akamwambia, inni araka dhaifa ya Aba Dharri, mimi nakuona dhaifu wewe Abu Dharri, wewe ufai kuwa kiongozi ninavyokuona ndugu yangu, na kuona dhaifu, utoshi. Sawa, liannaha amana, kwa sababu uongozi ni amana, wa khasara, na ni hasara, wa nadama, na ni majuto yaumal qiyama, siku ya kiyama. Abu Dharr akasema basi nimekupata, mimi nitabaki kukaa msikitini naongozwa. Msalie Mtume Muhammad. Unataka uwe na akili wakati wote ukiwa kiongozi, na usijijali. Sometimes 99.9% ya maisha yako ya siku moja ni maisha ya watu wengine, uwe ni pointi moja tu, lakini kuanzia asubuhi mpaka saizi una deal na malengo ya watu wengine, sio wewe. Sawa, wakubwa kwa wadogo, na unafanya utakaofanya, bado hawatokei wakakwambia umefanya. Na one mistake one goal, kosea kidogo uone balaa lake. Kwa hiyo unataka uwe mtulivu, uwe makini, sio kulipuka lipuka. Siku moja Omar bin Abdul Aziz aliingia msikitini kama vile kachoka, anatoka kufanya kazi, ngoja niingie msikitini. Kaingia na watu wake wanaomlinda, ghafla kaingia, kuna mtu kalala, hakumuona, akamkanyaga. Akafaje? Saidna Omar bin Abdul Aziz akamkanyaga yule mtu kwa bahati mbaya. Yule mtu katoka usingizini, anaambia wewe unawazimu nini? Anaambiwa rais wa nchi. Watu wakataka kumvamia, akamwambia anaambia nina wazimu. Kaniuliza unawazimu nini? Mwambieni sina. Sasa padogo hapo, wewe Mursalina singeruka kichwa, kamata huyu peleka kule. Mursalina apigaga kelele hapo, wewe chizi. Watu akamwambia umetaka kufanya, kaniuliza wewe chizi nini? Mwambieni mimi sio chizi. Sawa, ugomvi umeisha hujaishi? Maisha. Sawa, leo nilikuwa na ndugu yangu mmoja, tangu asubuhi tunafanya kazi za watu. Sawa, na wale watu wakatambia kifika muda fulani mmevaje? Mmemaliza, mtaenda kufanya kazi zenu nyingine. Basi imepitiliza masaa matatu tangu ule muda aliotuambia. Tunatoka, ananiambia vipi bwana, nimekukera bwana. Nikamwambia hata hujanikera, ila wewe umefurahi mimi kuja hapa? Umeona hiyo vipi, nimekufanyia vizuri kazi yako? Kanikera, lakini lazima niambie hujanikera. Je, mimi kwa kukaa hapa wewe umefurahi? Akaambia nimefurahi. Sasa hilo ndio kubwa. Sawa. Basi Luqman alikataa. Luqman ana maneno mengi, tukitaka kumweleza tunaweza tukamaliza hapa siku hapo. Na leo nimesema darasa iwe fupi kidogo, bado tunaendelea kufanya kazi za watu huko. Walaqad ataina Luqmana alhikma, hakika tulimpa Luqman hikma, maana alipewa kheri. Mungu anasema waman yuta alhikmata faqad utiya khairan kathira. Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni katika wenye kutoa hikma. Mmenielewa? Umeelewa vizuri
tukamwambia anishkur lillah. Na unaweza kusikia mtu anasema anu. Msahafu wenu umeandikwa nini? Ani, nuni na nini? Ina kasira nuni. Ani, sawa eh? Anishkur, ani. Basi kuna kisomo anu. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata anushkur lillah. Sawa sawa eh? Kwa hiyo kuna anishkur na anu. Anishkur ndo kisomo chetu sisi eh? Ni kisomo cha nani? Abi Amri na Asim na Hamza, watu watatu wanachuoni wakubwa wa Qur'ani. Wao wamesema anishkur, waliobaki wamesema anu, anushkur. Na viraa viko vingi sana, nenda ukasome utavikuta. Kuna ilmu inaitwa ilmu al-qiraat, lakini nashukuru ilmu al-qiraat mara nyingi haina mizozo, kwa sababu watu wengi hawaisomi, na uwezi kujisomea elimu hii, lazima usomeshwe. Lakini zile elimu zingine ndio chakula ya Google, chakula ya Google. Ndio maana unaona magomvi makubwa kule, kumbe ni vitu vidogo tu. Leo labda naweza kusema masala mengi sana katika masala ya kisheria, ni mengi zaidi, watu wametofautiana kuliko machache watu waliopatana. Mtafute mwanachuoni wote aliosoma sheria, muulize swali hili, Walidi leo kasema hivyo, ni kweli au katupiga? Baina ya masala mukhtalafun fihi na muttafaqun alayhi, ni yepi mengi? Mukhtalafun fihi ni mengi kuliko muttafaqun, mengi karibu 300 na kitu. Wewe unasema hivi, mwenzio anasema katika sheria, Sasa tatizo tulokuwa nalo sisi si wasomi wa kisheria. Bahati mbaya inaokuja, tunasoma kwa mtu mmoja tu, tunamsoma mtu huyu mmoja tu ambaye yeye ana mafuhumu yake kwa huko aliposoma. Vita vinakuja sasa, ukimkuta kwa mwenzio naye aliosoma kwa mtu mmoja tu, naye ana mafuhumu yake ya huko, mkikutana nyinyi lazima mgombane. Mbona mumswali Mtume hapo? Ngoja niwape mfano. Masala ya kunuti katika swala ya alfajiri ni mas'alatu mukhtalafun fihi, sio muttafaqun alayhi. Mswalieni tena Mtume. Sasa ugomvi unakuja kwa sisi tuliosoma kwa Imam Shafi, kwetu kunuti ipo, na watu ambao wana mrengo wa Imam Ahmadi na wengineo kunuti hakuna. Hatuwezi kupatana, ila utakapokuwa una insafi ukasema kama hivi nilivyosema mimi, kwamba masala haya katika Uislamu ni masala mukhtalafun fihi. Msianze kuitana bida, hakuna rududi katika masala mukhtalaf, hakuna kuradiana, hakuna kumradi mtu katika masala tu mukhtalaf, masala tu ijtihadi. Mmenielewa Leo tunapata tabu kwa kutolijua hilo. Umemwelewa shekhe wako na mwenzio kamwelewa shekhe wake, shekhe wake kasoma kwa shekhe wake, kwa shekhe wake mtindo fulani, na wewe mtindo fulani. Nyinyi sasa mkikutana, new generation, mnaanza ngumi. Na hii imeanza hapa katikati hapa, miaka sio mingi sana, from 80s kuja huku au 70s kuja huku, kwenye 70 kuja huku. Lakini before that, naongea kizungu leo, nimekasirika. Tumeelewana vizuri Kabla hapo haya hayakuwepo. Watu walikwenda na uelewa wao na wakafanya shughuli zao. Nakupa mfano.
sisi tumezaliwa tumekutana na kuna madhehebu yanaitwa Jaafari. Yalikuwepo na mambo yao, lakini walikuwepo Hanafi, walikuwepo na wapo mpaka leo. Katika moja ya uoni wao Hanafi, siku zote wanaswali swala ya alasiri na nyinginezo saa la mwisho, saa yani sasa saa ngapi? Saa 11. Nenda Kariakoo, nenda Kusutu pale katika msikiti wa Hanafi hawajaswali alasiri bado mpaka 10:30, 11:30. Kama unaye mtu mpigie simu sasa hivi atakwambia nani anafanya kazi kule Kisutu Kitumbini. Amna, ilikuwepo tangu zamani. Wameendelea na mpango wao, hawakuguswa. Na waliokuwepo huku wanaoswali saa 10 kamili, saa 9:30 hawakuwagusa wale. Wanaingia misikitini wale, ikishafika saa 10 kasorobo adhana, wenzio wanasubiri kweli kweli mpaka saa 11:15 ndio adhana, hawakusigana. Ule ni mtizamo na huu hapa ni mtizamo, ndugu zanguni. Lakini walikuwepo Abazi aka Ibadhi, sawa. Na ukienda pale kuna msikiti huu Hanafi, Ibadhi huu hapa, sawa. Hawa huko wanasema amin baada ya ghairul maghdubi alaihim, hawa huko wanapiga kimya kimya. Na ukijitosa siku moja umekosea ukaingia kule utasema amin peke yako. Haijakukuta hiyo? Ishakukuta alafu mwenyewe unajistukia. Unasema Imam Ghairi tena sauti nzuri anaitosa ile ghairil maghdubi kuliko hii ya mursalina huko. Ghairil maghdubi alaihim wala watu wewe unajitosa amin, wewe kimya ndio unaanza kuangalia. Walikuwepo, hawakuingiliwa, hawakugombana na watu, na hakuna masala hiyo bidaa radi. Na hata ukiitikia bahati mbaya bali wanajua jamaa kajitosa, so wetu. Na wakwambii ukija huko usiseme amin. Wewe mwenyewe unaona noma, kuja siku msaji wa msikiti ule pale ngienda amin hakuna, na unapiga amin tu. Ili kuwepo wala tatizo. Yaani mimi mambo rahisi jamani, hili lilikuwa rahisi tu. Sawa? Tulikwenda hivyo. Mas'alatun ya ikhtilafi, mas'ala ya ijtihadi ni mengi zaidi kuliko mas'ala ya muttafaqun fi. Na wenyewe wanakuambia watu wa sheria, la yunkaru muktalafu fi bal muttafaqun alayh. Hakanushi mtu anaposimamia katika masala ya khilafu, bali katika ile masala ya watu kupatana wote. Kwa mfano, swala ni ngapi? Akatokea mtu akasema swala 6, huyu tutapambana naye. Lakini kunuti ipo au hakuna? Ipo kwenu, kwetu hakuna, hamna ugomvi, yote sahihi. Nenda vyuo vikuu, kwa mfano nenda Azharu Sharif, hata pale msikiti huo maimamu wanapishana hapa tofauti. Kuna mwingine anakuja alfajiri, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ukimwona huyu kapiga hivi ujue kaanza na bismillahirrahmanirrahim katika alhamdu. Unaweza kuswali, siku nyingine akaja mtu Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin, kaacha nini? Basi huyo ngojea na kunuti hana. Na watu wakitoka pale hakuna kugombana, hakuna mbona imamu leo hakuleta nini? Nyinyi huku ndio mnaleta vita. Mnanielewa? Mmenielewa vizuri? Mnanielewa? Hebu rudini kule mlipotoka basi zamani. Wote sisi tunajenga nyumba hii japokuwa mipito. Na ndio Mungu kasema walikullin wijhatun huwa waliha. Akasemaje mbele? Sasa umeona kitu kama kile kule juu. Sasa unamwambiaje wewe? Ndio unamwacha tu na mambo yake. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul ila Allahi tena jami'an mbele fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Haya, anasema walikullin, wewe bwana usianguke huko maana hicho unachokifanya sasa hivi cha hatari. Ile kusema hatuna noma, lakini kupanda hapo wakukudaka huko hayupo. Mwenyewe nani yule? Hawezi kupita, lakini kupanda anaweza. Na kisha jaribu mara ya kwanza mambo ya kuwa mazuri, mara ya pili tena, si unajua anaweza kuona hapa mimi nitadakwa. Tusamee bwana muaini yule mtu. Sawa? Haya, nimetaka kusema kitu cha msingi sana. Naomba msiende kugombana huko. Ukimwona mwenzio anapiga hivi, ambaye wewe piga tu. Piga tu, wala usio na wasiwasi naye. Hivi wewe nenda na vyako. Kwa sababu hayo hayatokwisha. Na waomba jamani, sawa? Msitukanane, msibwegezane, msitengane. Sote tunajenga nyumba moja. Hauna haja kugombania nini? Fito. Mnanielewa vizuri? Kuweni kama huyo mtu siku moja profesa ndo Mazingi anaitwa anaambia mimi bwana nishaswali siku moja na mtu, yule mtu tumeweka kwenye tahiyatu anatingisha kidole na mimi anasema Mazingi nimenyoosha vile. Baada ya kutoa salamu yule ananiuliza wewe mbona utingishi kidole? Ugomvi umeanza. Uzuri profesa alikuwa ana nini? Ana hikma. Akamuuliza kwani wewe ukitingisha kidole maana yako nini? Sasa nampiga shetani. Akaambia kumbe ile tu moja, mimi ndo nimemzuia sasa. Upata kumpiga vizuri. Kumbe ndio ile moja. Niendelee kumpiga. Umeelewa? Kumbe lengo lenyewe dogo tu. Unamkunguta kichwani, mimi ndo nimemzuia kwenye kiuno hivi umuue. Tumsalim jamaa. Lakini mara nyingi huku kwenye kiraa huku hatuoni ugomvi kwa sababu hii nasema sio kinyang'anyio cha Google. Ndio anishkur na anushkur. Walaqad atayna Luqmana alhikma anishkur lillah. Sawa? Na mwingine utamsikia anasema walaqad atayna Luqmana alhikmata anushkur. Sawa? Tukamwambia hakika tulimpa Luqman hikma, tukamwambia mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukujalia hikma nyingi. Wa man yashkur, na yoyote mwenye kumshukuru Mungu kwa neema aliyompa, fa innama yashkuru linafsi, mambo yalivyo anashukuru kwa ajili yake mwenyewe. Wa man kafara, na mwenye kukanusha, fa inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ghaniyun, ni mkwasi, hamidun, mwenye kusifika, hana haja ya kushukuriwa, yani hahitaji kushukuriwa. Yeye ni ghaniyun, hamidun, ni mkwasi. Ukimshukuru sawa, usipomshukuru, kwa sababu yeye ni nani? Hamidun, anasifiwa sana. Ikiwa nyinyi hamumsifii, basi mpaka vitu vingine vinamsifia. Mwenyewe anasema katika Qur'ani, wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kila unachokiona na usichokiona, maadamu ni kitu kinafanya kazi ya kumsifia na kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu, nyinyi tu hamjui. Maanake mpaka kofia ulioivaa inamsabihi Mungu, kanzu ulioivaa inamsabihi Mungu, pete yako inamsabihi Mungu, pua yako. Kwa hiyo ukishukuru, usiposhukuru, fa inna Allaha ghaniyun hamidun. Sasa cha ajabu kinakuja hapo, unashindwa na kofia katika tasbihi bwana. Kofia yako mwenyewe, hii kofia yangu unaifua, kumbe inakushinda kwenye tasbihi. Wakati nasoma aya hii, nasoma tafsiri, babangu alinipa kisa kimoja kizuri sana cha kukazia mafuhumu. Naona mmechoka. Sawa? Anasema baba Mungu Abrahamu, siku moja alitoka mzee mmoja hivi na mjukuu wake kwa bakti. Yule babu alikuwa ndio shehe wa yule mjukuu. Wanakwenda mji mwingine, wakatembea sana, wakafika pahala yule mzee akachoka,
akamwambia mjukue, tutafute pahala tupumzike kidogo, tuswali, tule, kisha tupumzike, baada ya muda tutaendelea na safari. Yule mjukuu akamwambia hamna neno, pale naona kuna lile banda lile, twende, kama wapo wenyewe tutawaomba watupe hifadhi, kama hawapo sisi tutajihifadhisha tu. Kwa bakti wakaenda pale, wakamkuta mtu mmoja ndio yupo, lakini ndio anakaribia kuondoka. Sasa karibuni, lakini mimi nakuja huku kulima tu na nimejitengezea hili banda hili kwa ajili ya kupumzika kama hivi, na muda wangu wa kulima ushakwisha, narudi nyumbani. Lakini hamna neno, maji yale pale, mkeka huu hapa, mkitaka kuswali kibla huku, mkitaka kutundika majuba na makoti yenu basi mtaweka hapo katika nguzo hizo, laleni, jiachieni, mko nyumbani hapo. Wakamshukuru yule bwana, akaondoka. Basi wakatawadha, wakaswali, walipomaliza kuswali wakala, wakajinyoosha kidogo hivi. Sawa, wamejinyoosha, ghafla Mwenyezi Mungu akaleta upepo ukalitikisa lile banda lile, kama linataka kuanguka. Mtu wa kwanza kuamka babu, vipi? Mjukuu wake, vipi babu? Ulioni hili linavyofanya? Ulioni? Akaambia naliona. Mjukuu anamwambia babu yake, nafaje? Naliona. Sasa babu, unaogopa nini? Wewe mwenyewe si umenifundisha katika Qur'ani, wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, kwamba kila kitu kinamsabihi Mungu. Sasa hii ndio tasbihi yake babu, linavyotikisika hivyo, hii ndio tasbihi yake. Babu akaambia najua ndio tasbihi yake, sina wasiwasi. Hofu yangu lisije likazidisha khushui na unyenyekevu likaamua kusujudu na sisi tumo humu. Tumeelewana? Lisije likaamua kusujudu ili shughuli yake itakuwa sio ya kawaida. Babu, tutoke, na likisujudu hili tutasujudu muda mrefu. Tumeelewana? Mungu amrahamu mzee Alhaji, alikuwa na vitu ananipa. Sawa, basi tulimwambia anishkuru li wa man yashkuru fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun, hakika Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hahitaji kushukuriwa. Sawa, hamidun, ni mwenye kusifiwa sana. Tutaishi hapo maneno yalikuwa mengi, inshallah kesho tutaanza na wasia wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Darasa nzuri sana tutaianza kesho. Sawa sawa, naomba kalamu yako, kalamu kwanza. Sawa, lisije likasujudu alete tumalize huko. Tunamaliza dua yetu leo tunamaliza wa salatullahi takshal Mustafa, na swala au rehma za Mwenyezi Mungu zimfunike mteuliwa, mkhitariwa, Mustafa, mchujwa, ambaye ni Mtume Muhammad. Wallahu yastafi min albashari rusula istafa. Kuna mtu anaitwa Mustafa, yani Mustafa ni mtu aliyochujwa kutoka katika wengi akabaki yeye safi, au waliokobolewa, ile inaitwa istifa. Wa salatullahi takshal Mustafa, na rehma za amani zimshukie Mustafa, yani zimfunike, ambaye ni mtume. Sawa, man, mtume ambaye mbele ila alhaqi daana walwafa, ambaye ametulingania kwenye haki na ukweli. Walwafa, sawa, ukweli na utekelezaji na uadilifu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amrahamu huyu Mustafa ambaye daana ila alhaqi walwafa. Ingekuwa mashairi, sio mashairi, ingesoma hivyo wa salatullahi takshal Mustafa, na rehema za Mwenyezi Mungu zimfinike Mustafa. Nimesema Mustafa ni nani? Mtume. Man, mtume ambaye ila alhaqi, kwenye haki, daana, ametulingania, walwafa, na ukweli.
yani daana ila alhaqi walwafai, ndo maana yake. Sawa. Bikitabin, ametulingania katika mambo mawili hayo. Bikitabin, kwa kitabu. Fihi, kuna katika kitabu hicho. Linnasi, kwa watu. Shifa, pozo. Yani bikitabin fihi shifa linnasi, kwa kitabu ambacho mna ndani yake pozo kwa watu. Nayo ni nini hiyo? Qur'ani. Wa nunazilu min alqur'ani ma huwa shifau. Wa ala alali alkirami shurafa, na juu ya ali zake watukufu, makarimu watukufu. Maana moja alkiram, ashurafa, maana yote ni watukufu. Wa ala sahbi, na sahaba zake. Almasabihi alghurar, taa za wema, au masabihi alghurar, wema ambao wao ni taa. Masahaba sifa yao wao ni masabih, ni taa za kuangaza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana hadithi anasema, ashabi kanujumi, ashabi, sahaba zangu ni kama nyota. Fa ainama tadaitum muhtadaitum, yoyote katika wao mtakomfuata mtaongoka, kwa sababu wana nuru. Ndio hii hapa hii. Wa ala sahbi almasabihi alghurar, sawa, yani wa ala sahbi alghurar almasabihi, au ala sahbi masabihi alghurar, sawa. Tumemaliza hapo. Alafu mbele, alima sirri wa akhfa, ewe mwenye kujua siri zangu na yaliyojificha kwangu. Mustajibu da'awati, mwenye kujibu dua zangu, sawa. Rabbi fahimna uluma, ewe Bwana wetu tufahimisha elimu mbalimbali. Birasulillah, kwa ajili ya Mtume Muhammad. Wahlul, kwa he, wewe umeandika kwa he. Wahlul anna almushkilati, na tuondoshe sisi mishkili ya elimu. Wahlul anna almushkilati, hiyo ndo dua yetu. Imeeleweka tafsiri haraka haraka? Haya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi a'lana, wa qarabatin lana fi dinina, ma lil qutri unsa wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama, warzuqin kulla halalan daima, wa akhilla atqiya ulama, naqda bil khairi wa nufa kulla shar, Rabbana aslih lana kulla shu'un, wa akirra birridha minkal uyun, وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر استر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى صحب المسابيح الغرر، عالما سري وأخفى، مستجيب دعواتي، ربي فهمنا علوما برسول الله، واحلل عنا المشكلات. Inshallah Mungu akitujalia uhai na uzima na taufiki, tukutane kesho inshallah.